natokea shirika la IMED ambao ndio watendaji wa huu mradi wa YEFFA. Tuko na wenzetu wa TAPBDS. Kwa huu mradi wa YEFFA unafadhiliwa na AGRA, na leo tuko kwenye mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Moshi, ambapo tumekuwa tunaendesha mafunzo kwa muda wa siku 2, na leo siku ya 3 tumekuwa tuna clinic ambayo imekuwa ina malengo mawili au matatu, ikiwa lengo kuu la kwanza ni kuunganisha hawa vijana na wakina mama au SMEs tunavyoziita na watoaji wa huduma za fedha, pia na kufanya mambo ya urasimishaji. Tumefanikiwa kukusanya taasisi zote ambazo ni za msingi ambazo zinamwezesha mjasiriamali au mkulima kutambulika. Kwa tumekuwa na taasisi za kiserikali na za binafsi, tumekuwa na watu wa mabenki, tumekuwa na watu wa kutoa elimu ya usimamiaji wa fedha, hasa watu kama TRA, pamoja na watu wengine wa tume ya ushindani wa biashara FCC. Na kwa upande wetu tumefarijika kwa sababu kwa mikoa mingi tumekuwa tunapita tukitoa elimu na kusisitiza watu vijana wachangamkie fursa za mikopo zinazotolewa na serikali na taasisi tofauti. Kama tunajua kwenye ngazi za wilaya, kwenye halmashauri tofauti, tumekuwa kuna mikopo ya 10% inatoka, na mikoa mingi tulikuwa tunapita walikuwa hizo wilaya zinasema au maafisa mikopo, maafisa maendeleo ya jamii wanazungumza kwamba tuna mikopo, lakini vijana hawaombi, hawaji, taratibu hawajui, wengine hawana vigezo. Lakini kwa Arusha, kwa Moshi, tunashukuru tulipofika tumekutana nao vijana wanufaika wa hiyo mikopo. Nafikiri wao sasa ndio watabalozi kwa wenzao na kuambia taratibu gani walitumia, njia gani wasitumie, na hii mikopo inapatikana. Kwaona sisi pia mimi tunasisitiza kwamba wilaya nyingine zitumie hii sehemu ya kujifunza kwenye wilaya ya Moshi, namna gani vijana hao wanaweza kukusanywa, namna gani vijana wanachangamkia hizo fursa, ili tuweze kujikabili na kujizatiti kutoka kwenye hii changamoto tuliyokuwa nayo. Kwa sababu yote tunayafanya haya ndio tutasaidia kwenye swala la chakula, tutasaidia kwenye swala la masoko, lakini cha msingi ni utengenezaji wa ajira. Na tunaamini kabisa ajira iliyo rasmi, ajira yenye pesa, ajira yenye mfumo wa kujiendesha, ajira ofisi yenye uwezo wa kuwa ina usimamizi mzuri wa fedha, hiyo ni ofisi ambayo inaweza ikatengeneza ajira na itakuwa imeokoa swala la ajira pamoja na kuongezea kipato kwa mustakabali wa jamii zote. Tumeweza kufikia vijana wengi zaidi. Tumefikia vijana kwenye ngazi ya mafunzo. Kwa awamu hii tutakuwa kwenye hizo sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ya mafunzo tutakuwa tunafanya kwa hizi kanda 4, kila kanda moja vijana 100, na maana ni vijana 400, au tutawafanyia kwenye haya mafunzo ya siku 2 au na siku ya 3. Lakini kwenye swala la taasisi ambazo hazikupata fursa kushiriki kwa siku 2 za mafunzo au tunaita zinazochipukia, hizi tutafanya 600. Ina maana 150 kwenye kila kanda moja. Lakini hii kutoa hii elimu hasa kwenye njia ya mitandao ifikie vijana wengi, kwa sababu sasa hivi tunazungumza hawa Gen Z ambao mtandao ni kila kitu, hitaji lao la msingi. Tuna idadi ya vijana 320,000 ambao tuna jukumu sisi kama IMED, sisi TAPBDS, sisi AGRA, tuna jukumu la kuhakikisha kwamba hao vijana wanapata hii fursa ya mafunzo kwa kujifunza kwa njia ya mtandao au kushiriki. Kwa namba ni kubwa na tunatarajia mapokeo chanya na taasisi ni maisha ya kawaida kabisa tuliyokuwa nayo. Haya ni makundi ambayo yapo kwenye eneo la kuonewa sasa tunasema. Kwa sababu hili kundi kwa asilimia kubwa kwenye baadhi ya jamii, kwa asilimia kubwa Tanzania au Afrika, hili kundi la kwanza si watu wa maamuzi na si watu ambao wanamiliki vitu kwenye jamii. Hii sio kundi ambalo linamiliki ardhi ambayo itatumika kwenye kilimo. Hata kama linamiliki ardhi, lakini si kundi ambalo likaamua ili zao tumevuna tukauze au hili tulifanyie hivi. Sasa tunawajengea huo uwezo ili wao waweze kujitegemea, kwa sababu kumnyanyua mwanamke au kijana ni kunyanyua jamii.